Kwa hiyo Mungu akikuzingira wewe, kile unachokifanya kitakuwa kinaongezeka katika nchi. Angalia unaongeza nini au unazalisha nini juu ya nchi. Fanya tathmini ya mara kwa mara, nini unachokizalisha, na wakati unapokizalisha kinawapa nini watu, kinampa nini Mungu, kinakupa nini wewe. Ni vitu vya msingi sana vya kujiuliza, kwamba kwa njia ya neema ulio nayo, ili Mungu akuzingire au azingire kazi zako, kuna mambo matatu ya msingi. Cha kwanza, anaangalia anachokipata kwenye hiyo kazi yako. Cha pili, anaangalia kile watu wake wanachokipata. Cha tatu, anaangalia kwenye hiyo kazi yako na wewe unapata nini, ili uweze kuendeleza familia yako.
tena sauti yako, mwambie Mungu unaishi. Mkono wako ni mkuu. Mkono wako ni mkuu sana. Mkono wako ni mkuu. Mkono wako
napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema, ufananishi. Napenda kuimba, mwadhimishe Bwana, zinazodumu milele yote. El Shaddai, wewe ni mwema. Oh, mwambie Bwana napenda kuimba, kiadhimisha jina la Bwana, zinazodumu milele yote. El Shaddai, oh, wewe ni mwema, ufanani. Wewe ni mwema, ufananishwi. Wewe ni mwema, ufananishwi. Tunaimba wewe ni mwema, ufananishwi. Tunasema wewe ni mwema, ufananishwi. Wewe ni mwema, haleluya. Unatuachia yaliyo mema kila wakati Bwana, haufananishi Bwana. Umetuepusha na mabaya Bwana, wewe ni mwema. Tuseme nini kwako? Haleluya. Wewe ni mwema Baba, ufananishwi. Wewe ni mwema, oh Baba, wewe ni mwema. Kuna wakati tumeshindwa kwa kutumia akili zetu, lakini Mungu umetupa rehema na neema pasipo kustahili. Ni jambo ambalo haliwezekani kwa mwanadamu. Pale tunapokutenda dhambi na maovu, we Bwana, lakini bado unatunyeshea mvua na unatuepusha na ajali na mateso ya yule adui. Wema wako haufanani na wema wa mwanadamu. Tuseme nini mbele za uso wako Yesu? Tunakiri wema wako, tunakiri rehema zako na matendo yako. Matendo yako yanatisha kama nini, Bwana. Tunasema wewe ndiwe mwema, 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 ndiwe mwema. Baba, tumekuja majira haya kwako Bwana. Tunapenda Baba tukujue na sisi kwa viwango vile vile walivyokujua navyo wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, kwa viwango vile vile waliokujua wakina Danieli, ambao pamoja na vita waliokuwa wakipitia hawakuangalia pembeni. Ni sisi watoto wako Bwana, ni mapenzi yetu tukujue Yesu. Baba, kwani ni nani asiyependa kukujua wewe? Bali pengine tunashindwa kuyatenda mapenzi yako maana hatukujui. Sasa ni shauku yetu Yesu, tukujua wewe uliye mkuu, tukujua wewe mwenye upendo kuliko wote. Wewe uliacha vyote mbinguni ukaja kwetu Baba, ukakaa nasi. Halafu Baba, ulivyokaa nasi haukuangalia kwamba tuna mizigo gani. Ulitupenda hivyo hivyo. Upendo wako ni nani awezaye kutupenda kama ulivyotupenda Yesu?
Na ndio maana Bwana tunapenda Bwana, tunapenda Yesu, tukujue wewe, tuyajue mapenzi yako, tujue matendo makuu, tujue upendeleo wako Bwana. Tuone unavyotupendelea tena Yesu. Maana tukikujua wewe Yesu, tukikujua wewe, hatutatenda dhambi, hatutatenda matendo mabaya, hatutaoneana, hatutaibiana, hatutakuwa walevi, hatutaenda huko kwenye nyumba zingine, hatutafanya mambo ya ajabu tukikujua wewe. Bwana, viwango vyetu vya kukujua ni vidogo mno. Ni nani anayeweza kuvipandisha? Lakini wewe Bwana ukikaa pamoja nasi, viwango vyetu vya kukujua vitaongezeka Bwana. Ni upendo wetu Yesu. Tunapenda wala hata sasa hakuna anayejua, ni kila mmoja tu ameshangaa. Anapenda kujue Bwana, anapenda tu Bwana, tunapenda. Baba, ninapenda nikujue Baba yangu, ninapenda nikujue Yesu, nikujue, nikuelewe, unijue, unipende Yesu, siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Asante. Mahali popote ulipo, funika macho yako. Uko katikati ya mipaka ya nchi, uko Dubai, uko Uganda, uko Rwanda, uko Tanzania. Mahali popote ulipo, funika macho yako. Baba mtakatifu, Mungu mweza wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa kuwa unatupa neema nyingine tena. Tunaenda kulisikia neno lako takatifu. Bwana, neno lako lenye nguvu kuliko neno lolote. Karibu ndani yetu Bwana, useme nasi kwa lugha nyepesi kabisa. Baba, sina cha kuwapa watoto wako, lakini ninajua kwa neema yako na uwezo wako, mfalme wa amani, utaniwezesha kusema, maana siwezi kusema sawasawa, lakini ninajua kwamba ukiwa katikati yangu, Bwana, utanipaka mafuta, nitalisema neno lako, watoto wako watalipokea, sio kwa kupenda kwangu Yesu, bali ni kwa kupenda kwako. Karibu kwa mama, karibu kwa kijana, karibu kwa binti, karibu kwa kila mmoja ambaye yuko kwenye televisheni yake, mahali popote alipo, katika channel ya YouTube, katika channel ya Facebook, katika channel ya TikTok, kila mahali, mtu yoyote anayetufuatilia majira haya, Bwana, sema naye kwa lugha nyepesi, katika jina la Yesu Kristo.
Tunaomba tukiamini, amen. 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 Okay, tunamshukuru Mungu. Leo tunaanza somo linalosema maombi ya kurejesha roho ya kuzaa au kuzalisha na kuzidisha au kuongeza. Maombi ya kurejesha roho ya kuzaa au kuzalisha na kuzidisha au kuongeza. Okay, mpendwa mtu wa Mungu, kwanza ni kukaribishe usikilize somo hili zuri kabisa ambalo Mungu ametupatia kwa ajili yako. Na katikati ya somo hili kuna watu ambao roho za kuzalisha vitu zimekufa, roho za kuongeza vitu zimekufa, na katikati ya somo hili kuna vitu vitarejea katikati ya maisha ya kwako. Haijalishi ya kwamba majira fulani ulizalisha na majira fulani vya kuzalisha viliondoka, katikati ya somo hili kuna vitu vitarejea katikati ya maisha ya kwako. Haijalishi ya kwamba kwenye biashara kuna mambo ulikuwa unazalisha, lakini ghafla vile vitu ulivyokuwa unazalisha ukashangaa vimeondoka ghafla. Kwa kupitia somo hili nadhani kuambia ya kwamba roho ya kuzalisha itarejea tena. Kwa hiyo nataka nikufundishe kitu kimoja, kwamba kuzaa au kuzalisha, kuzaa ni uwezo wa kuleta kiumbe kipya. Kuzaa ni uwezo wa kuleta kiumbe kipya, wakati kuzidishwa ni kuongezeka kwa wingi au kupanuka. Sikiliza, kuzaa ni uwezo wa kuleta kiumbe kipya, wakati kuzidishwa ni kuongezeka kwa wingi au kupanuka. Okay, sikiliza, kila mtu katikati ya maisha haya tulio nayo anatamani kuongezeka, anatamani kuzalisha, anatamani kuzidisha. Hakuna mtu hata mmoja ambaye katikati ya maisha yake anaweza kusema kwamba mimi sipendi kuzalisha au mimi sipendi kuongeza vitu katikati ya maisha ya kwangu. Kila mtu aliyeko hapa duniani anatamani kuona maongezeko katikati ya maisha yake. Hata mkulima anatamani kwenye zile mbegu alizozipanda au kuziotesha, anatamani kuona kama alipandikiza debe moja, akivuna akutane na dunia kaza wa kaza. Kwa hiyo kila mtu hapa duniani anapenda kuzalisha, lakini pia anapenda kuzidisha. Okay, nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu aliyetuumba sisi wanadamu, Mungu aliyetuumba au alipotuumba Mungu sisi wanadamu, aliweka roho ya kuzalisha katikati ya kila mtu. Lakini adui alijua kabisa ya kwamba Mungu ameweka roho ya kuzalisha katikati ya maisha ya kwako. Kwa hiyo kuna namna moja ambayo anajua akifanya roho ya kuzalisha inaondoka ndani yako. Sikiliza, Biblia ninayoisoma katika kile kitabu cha Mwanzo, sura ile ya kwanza kabisa, utaona baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, kitu cha kwanza alichokiweka, alimbariki mwanadamu. Sikiliza, ukisoma kitabu chako cha Mwanzo sura ile ya kwanza, Mwanzo sura ile ya kwanza mstari ule wa 27 na ule wa 28. Sikiliza, Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Biblia inasema kwa mfano wa Mungu alituumba sisi, mtu mume na mtu mke. Sikiliza,
Biblia unapoisoma sasa mstari wa 28 anasema Mungu akawabarikia. Kwa hiyo kitendo cha kwanza alichokifanya Mungu, aliwabarikia hao aliowaumba. Kwa hiyo baada ya kumaliza uumbaji, kitu cha kwanza ambacho Mungu alikifanya kwa mwanadamu, Biblia inasema alimbarikia mwanadamu. Sikiliza, baada ya kumbarikia kuna maneno aliyasema. Neno la kwanza alisema hivi, Mungu akamwambia zaeni. Jambo la kwanza, zalisha. Baada ya uumbaji, sikiliza kwa makini, nitakusaidia. Baada ya uumbaji, jambo la kwanza ambalo Mungu alilifanya, Biblia inasema alimwambia mwanadamu zalisha. Kwa hiyo kila mtu ambaye hazalishi, maana yake ni kwamba kuna roho ambayo imeingia ndani yake ambayo inamfanya huyo mtu asizalishi. Kwa nini? Kwa sababu kutokuzalisha sio mpango wa Mungu na kuzalisha ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo ukiona katikati ya maisha yako hauzalishi, maana yake ni kwamba kuna kusudi la Mungu limeondoka ndani ya maisha ya kwako. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu aliyeumbwa na Mungu anastahili kuzalisha. Okay, jambo la pili ambalo Mungu alilisema baada ya kubariki, Biblia inasema mkaongezeke. Maana yake ni kwamba Mungu anapenda watu wake waongezeke, lakini wakati huo shetani anapenda watu wa Mungu wasiongezeke. Kwa hiyo kuna namna adui anaweza akakamata baraka zako ili usiongezeke. Kwa nini? Kwa sababu anaijua siri ya Mungu moja kwa moja, kwamba Mungu kitu cha kwanza alichokitenda baada ya kumuumba mwanadamu, alifanya vitu viwili kuitanguliza. Cha kwanza tumesema kuzalisha, cha pili kuongeza. Kwa hiyo kwenye somo letu hili au kwenye kichwa chetu ambacho tutatembea nacho katikati ya majira haya ni habari ya kuzalisha na kuongeza. Sikiliza, kila mtu ambaye roho ya kuongezeka imeondoka juu yake, nitaiamuru katika jina la Yesu ya kwamba irejee tena, kwa sababu ni kusudi la Mungu kwamba wewe uzalishe. Ni kusudi la Mungu kabisa, wala sio mpango wa mwanadamu. Hapana, ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo hata kama adui anaweza kumwingia mwanadamu aseme huyu mtu sitaki azalishe, huyo ni mtu, lakini Mungu anataka uzalishe. Kwa hiyo ninamwomba Mungu kwa kupitia somo hili, kila ambaye roho ya kuzalisha imekamatwa ifunguliwe katika jina la Yesu. Kila ambaye roho ya kuzalisha haionekani katikati ya maisha yake ifunguliwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila ambaye roho ya kuongezeka imefungwa katika maisha ya kwake ifunguliwe katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amina kubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Okay, kuongezeka kuko katika sura mbili. Kuongezeka kuko katika sura mbili. Kwa mujibu wa somo letu, kuongezeka kuko katika sura mbili. Sikiliza, sura ya kwanza ni kuzaliana, kwa maana ya kuzaa watoto. Kwa hiyo kila mtu duniani Mungu alimpa neema. Ninafahamu kuna wengine Biblia inasema Mungu aliyafunga matumbo yao tangu utotoni, lakini sikiliza, Mungu huyo huyo ana nguvu ya kufungua matumbo yao tangu utotoni na hata kuyafungua yakapata uzao. Kwa hiyo ninatabiria kila aina ya tumbo lililofungwa ambalo linanisikiliza majira haya, ya kwamba litapata mtoto katika jina la Yesu, ya kwamba litapata uzao katika jina la Yesu. Hilo tumbo lililofungwa ambalo linaitwa tasa, leo ninalitangazia habari ya kufunguka tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sikiliza, jambo la pili,
kuzalisha vitu, yaani kuanzisha vitu na kufanikiwa kimwili. Kuzalisha vitu na kufanikiwa kimwili. Okay, sikiliza. Kila mtu anayefanikiwa kimwili, maana yake roho ya kuongezeka na kuzalisha vitu vipya iko ndani yake. Na unapoona una hiyo neema, jifunze kumshukuru Mungu. Unafanya kitu alafu kitu kinafanikiwa, mshukuru Mungu. Kuna watu ambao wanatamani wazalishe vitu vipya katikati ya maisha yao, lakini kila aina ya kitu wanachotamani kukizalisha kinashindikana. Na hao nao tunawaalika katika uwezo wa Mungu kwamba roho ya maongezeko, roho ya kuzalisha irejee tena katika jina la Yesu. Wapate vitu vipya katikati ya maisha yao, wapate vitu vipya katikati ya watoto wao, wapate vitu vipya katikati ya mazao yao, wapate vitu vipya katikati ya mifugo yao, wapate vitu vipya katikati ya kila aina ya biashara wanayoifanya. Kila mtu anayenisikiliza, ninatangaza vitu vipya juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sikiliza. Katikati ya hayo mambo mawili niliyokuambia, kuzaa kama kuongeza watoto, kuzaa kama kuongeza vitu vipya, maana yake ulikuwa na chumba kimoja, Mungu amekujalia umepata cha pili. Ulikuwa na nyumba ya kawaida, Mungu amekujalia umepata ghorofa. Ulikuwa na duka moja, Mungu amekujalia umepata la pili. Sikiliza, hapo unaongezeka. Kwa hiyo kuongezeka kwa lugha nyingine ni tabia ya Mungu. Kwa hiyo kila asiyeongezeka ameikosa tabia ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu chimbuko la kuongezeka ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu anayeketi juu ya Mungu anastahili kuongezeka, anastahili kuzalisha. Kwa hiyo kila anayenisikiliza, maadamu umeamua kuketi kwenye mbingu za Mungu, mbingu takatifu, maana yake roho ya kuzalisha itakuwa juu yako. Sikiliza, kuna watu ambao unaweza ukawakaribisha kwenye maisha yako alafu kila kitu kikafa. Sikilize kwa makini. Kuna watu ambao unaweza ukawakaribisha kwenye maisha yako alafu kila kitu ukute kimekufa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameumba roho ya kuzalisha ndani ya watu, na shetani naye ameumba roho ya kuondoa uzao ndani ya watu. Kwa hiyo kama hautembei na Mungu, hakikisha kwamba kuna vitu hauwezi kuviona kwenye ulimwengu wa kiroho wala katikati ya maisha yako. Mazao hayaonekani. Kwa hiyo kila unachofanya kinakufa. Na huyo mtu akishaingia katikati ya malango yako, kuna vitu ambavyo unaweza ukute vimekufa. Kwa nini? Kwa sababu anatembea na roho ya mauti. Kila mtu asiyezalisha, maana yake anatembea na roho ya mauti. Kwa nini? Kwa sababu kuzaa au kuzalisha ni mpango wa Mungu. Okay, nataka tuangalie mtu mmoja ambaye alipoingia katikati ya malango ya mtu alifanikiwa. Alipoingia katikati ya malango ya mtu alifanikiwa. Biblia katika kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya 30, mstari ule wa 27. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibarikia kwa ajili yako. Sikiliza, huyu ni Labani ambaye alimkaribisha mtu anayeitwa Yakobo, na Yakobo ni Israeli, na Israeli ilibarikiwa. Kwa hiyo mahali popote ambapo Yakobo yumo, maana yake kuna baraka. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba huyu Yakobo sasa akaingia katikati ya malango ya Labani. Malango ya Labani yakabarikiwa. Mahali penye mifugo ikabarikiwa. Mahali penye mazao yakabarikiwa. Mahali penye biashara ilibarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu
Biblia inasema Yakobo alikuwa ni mbarikiwa. Kwa hiyo kuna watu ambao inawezekana umewapokea kwenye malango yako ambao sio wakina Yakobo. Leo ninawaalika wakina Yakobo katikati ya malango yako, ambao wakiingia katikati ya malango yako kuna vitu vinastawi, hata kama vilikuwa vimekufa unashangaa vinastawi. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo amebeba muujiza wako. Yakobo alibeba muujiza wa Labani. Kwa hiyo ninawaharakisha wakina Yakobo katikati ya maisha yako, ili kila aina ya kitu chochote kinachokufa kiwe hai kuanzia leo. Sikiliza, wengine ni wakina Yakobo wako ambao tumesimama mbele ya madhabahu ya Bwana kwa ajili ya kukutamkia baraka za Bwana. Nami ninatamka neema ya Bwana ifike katikati ya malango yako, ili kila kitu ambacho kilionekana ya kwamba hakistawi kistawi tena katika jina la Yesu. Kwa hiyo nataka nikuambie ya kwamba kuna watu ukiwakaribisha kwenye malango yako unashangaa mambo yanaenda. Sikiliza, kuna wengine pasipo kujua waliwafukuza wakina Yakobo wao. Biblia inasema Labani akamwambia Yakobo, ninakusihi sana, kaa. Sikiliza, wakina Yakobo wakikwambia tunaondoka, unatakiwa uwasihi sana. Kuna watu ambao kwa kuwa Mungu amewapa neema kwa sababu ya wakina Yakobo, wakati wakina Yakobo wakionyesha namna ya kusema tunaondoka, wanasema ondoka, kwani unanipa nini? Sinapambana mwenyewe. Sikiliza, wakati mwingine unaweza ukawa mpambanaji, lakini kwenye mapambano yako kuna mtu unamhitaji kwenye malango yako, ambaye atakuwa ni Yakobo wako, ambaye akiingia ndani ya mipaka yako, kila aina ya kitu kilichozimia kinakuwa hai, kila aina ya kitu kilichokufa kinakuwa hai. Kwa hiyo kuna watu waliwafukuza wakina Yakobo wao kwa sababu ya kiburi cha uzima. Inawezekana wengine waliwafukuza wakina Yakobo wao kwa sababu ya kutokujua. Ninamwalika Yakobo wako katikati ya malango yako, haijalishi ya kwamba aliondoka kwa sababu gani, ninamrejesha tena katika malango yako katika jina la Yesu. Hebu mpokee Yakobo wako, ambaye akija hilo duka linaloonekana ya kwamba kama linaenda kufilisika lijae tena, hiyo huduma ambayo inaonekana ya kwamba inaenda kufa. Sikiliza, kuna watu ambao huduma zao zimefika mahali kama vile zinaendekea kufariki. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu walikuwa wanawabeba kwenye huduma zao, walipoondoka kwenye maisha yao, kila kitu, huduma inaonekana kama ya kawaida. Sikiliza, hakuna ukawaida mbele za Mungu. Kila kitu Mungu anachokifanya sio cha kawaida. Usichukulie kazi ya Mungu kama kazi ya kawaida. Sikiliza, kazi ya Mungu ina nguvu ya kurejesha hata wakina Yakobo wako. Sikiliza, Biblia inasema hata mtu mmoja anayeitwa Yusufu. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 39 mstari ule wa 5, utamwona mtu mmoja anaitwa Yusufu. Wakati ameingia katika nyumba ya Potifa, Biblia inasema ile nyumba ikastawi sana. Sikiliza, kila mahali ambapo Yusufu alifika palibarikiwa. Ni ishara ya kukuonyesha kwamba kuna watu wakiingia kwenye nyumba yako unashangaa unapokea baraka. Na kwa kutokulifahamu hili, kuna watu wamefukuza watu wa muhimu wa baraka zikaondoka katikati ya malango yao. Ninakumbuka kisa kimoja ambacho nakumbuka mama yangu alinifundisha kitu kikubwa sana juu ya hichi kisa. Kuna mtu mmoja alifika katikati ya malango yetu, na yule mtu alikuwa ni mtu ambaye haongei na mtu, lakini alikuwa anafika anakaa hapo nje, na ni mtu ambaye ni wa mbali na maeneo yetu, na watu wa mji walikuwa hawamjui. Lakini nakumbuka akiingia kwenye malango ya watu walikuwa wanamfukuza, na kitu kikubwa alichokuwa anakifanya, alikuwa anaomba kwamba apate chakula, na watu walikuwa wanamfukuza pasipo kujua. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua ya kwamba yule mtu alibeba nini. Sikiliza, kuna watu wataletwa kwenye mazingira yako kama omba. Hao watu ukiwapokea ndio
mtoto wa kina Yakobo wako. Ninakumbuka wakati yule mtu alipokuwa anapita huku na kule, sisemi kwamba kuna watu walikuwa hawamkarimu, lakini nitasema ushuhuda wa mama yangu. Ninakumbuka nikamwambia mama, sikiliza, kuna mtu ambaye yuko nje, na huyo mtu ambaye yuko nje ni mtu ambaye anafukuzwa kila mahali. Kwa nini? Watu wanaishi kama vile huyu mtu ni mwizi. Wakati huo huyu mtu nilipopita, mama alinionyesha ishara kwamba anakamata tumbo lake, alafu anaonyesha kwamba ana njaa. Mama akaniambia yuko wapi? Nikamwambia yuko nje hapo. Akaniambia muingize ndani. Nakumbuka tulivyomuingiza ndani, mama akampatia chakula, na yule jamaa cha ajabu alichokuwa nacho, alikuwa hasemi, bali alikuwa anaonyesha ishara ya kusujudu. Akishamaliza anaondoka. Akawa sasa kanuni yake sijui ni maamuzi yake, sijui ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea juu yake, lakini kila siku akawa anaenda huko na kule, alafu akirudi unamkuta anakuja pale nyumbani, na mama naye akamfanya kama mtoto wake, akawa anamkaribisha. Sikiliza, ziko baraka nyingi ambazo tuliona katikati ya malango yetu. Kwa nini? Kwa sababu ya yule mtu aliyekuja kama omba. Sikiliza, kuna watu wanakuja kwenye maisha yako kama kina omba. Usiwadharau kwa sababu unahisi hawajaoga kwa muda mrefu, unasikia harufu ndani yao, wakati ukila unajihisi kama vile unataka kutapika. Usiwadharau hao watu. Mungu anaweza kumtuma mtu wake afike katikati ya malango yako ili kwa kupitia wewe apate chakula. Sikiliza, wengine tumebarikiwa sio kwa sababu tuna bidii, wengine tumebarikiwa ili tuwalishe wengine, na hao watu tunapowalisha, baraka zetu zinazidi kuongezeka. Sikiliza, usiwaondoe wakina Yakobo wako, usiwaondoe wakina Yusufu wako katikati ya malango yako. Biblia inasema mke wa Potifa alimfukuza Yusufu wake pasipo yeye kujua ya kwamba ni kitu gani ambacho Yusufu alibeba. Biblia inasema alipoingia gerezani alifanywa kuwa nyapara mkuu. Kila mahali alipokanyaga kuna neema ilikuwa juu yake. Alipokanyaga katikati ya malango ya Misri, Biblia inasema akafanywa kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kuna watu ambao inawezekana umewafukuza, lakini kuna vitu wamebeba. Alikuomba umsaidie 200 ya kalamu, ukamnyima 200 ya kalamu, kumbe huyo ndiye rais wako wa kesho. Kuna watu umewatoa katikati ya malango yako ambao wangepaswa kukutaja vyema kesho, ukawachomoa katikati ya nyumba zako, ukawachomoa katikati ya biashara yako, kumbe hao ndio ambao wamebeba neema yako. Mtoto amekuja amekuambia, baba mwenye duka, mimi sina kalamu na mama yangu hana chochote, na wewe mwenyewe unafahamu, unamwambia nenda ukamwambie sijamsaidia kuzaa. Sikiliza, kuna wakati unatakiwa utumike kwa wenzako ili Mungu azidi kukutumikia. Hauwezi kutumikiwa na Mungu kama haupendi kutumika kwa wenzako. Ili Mungu akutumikie, unahitaji kujitoa katikati ya watu wengine walio wadogo. Biblia inasema atakaye waheshimu walio wadogo, huyo ndiye ambaye ananitukuza. Kwa hiyo kadri unavyotenda kwa Mungu kwa wadogo, ndivyo unavyofanya zaidi kwa Mungu. Kwa hiyo usiwafukuze wakina Yakobo wakija kwako, usiwafukuze wakina Yusufu wakija kwako. Kwa hiyo kuna watu wakiingia kwenye malango yako yanabarikiwa. Kama ilivyo hata kwa watoto, kuna watoto wakija kwenye nyumba yako wanakuja wakiwa wamebeba baraka fulani, lakini kuna watoto wengine wakija kwenye malango yako, inawezekana kuna vitu unashangaa vinapungua. Ukishaona uzao wako uko hivyo, fahamu ya kwamba kuna kitu kimepungua katikati ya malango yako. Kwa hiyo jifunze kuukomboa uzao wako kwa kuombea roho ya kuzaa, lakini pia kuzidisha. Kuna watoto wakija katikati ya malango yako. Ukisoma Biblia yako katika kile kitabu cha Luka sura ile ya 15 kuanzia mstari wa 11 hadi 17, utaona katikati ya ile familia kuna mwana mmoja anaitwa mwana mpotevu. Wakati yeye alipokuwa katikati ya malango ya baba yake, Biblia inasema
alichukua sehemu ya mali ambayo alikuwa anastahili kuichukua kwa baba yake. Kwa nini alidai sehemu ya mali? Alidai kwa sababu gani? Kwa sababu alijua kwamba urithi anaoweza kupata ni kutoka kwa baba yake. Akapewa vitu, akapewa mali. Maandiko yanasema akaenda huko nje, akaenda huko kwenye nchi za mbali, alafu mwisho wa siku ile mali akaiharibu kwa sababu ya anasa. Kwa hiyo baba yule alitegemea wajukuu wake kwa kupitia yule kijana wake na wao watapata vitu, lakini ghafla anashangaa kijana wake akaenda huko kuharibu. Sikiliza, nadhani niseme na mtu mmoja, kuna watu wamewatenga watoto wao. Kwa nini? Kwa sababu walivyowapatia mali wakaondoka wakaenda katikati ya mipaka nyingine, ile mali ikaisha, wakawachukia watoto wao. Sikiliza, usimchukie mtoto wako uliyepewa na Mungu, chukia roho iliyoko ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu wengine roho zao ni za uharibifu. Kuna watu wamewachukia watu pasipo kujua kwamba kuna roho ambazo ziko ndani yao, kwa hiyo wakaishi maisha ya kuwachukia watu. Sikiliza, usimchukie mwanao kwa sababu ulimpa kitu fulani akakiharibu. Muombee, muombee na kufundisha, muombee, kwa sababu wengine wamepewa roho za uharibifu na huyo adui ndiye anayeziachilia. Kuna mtu ananiuliza swali, sasa mtumishi, inakuwaje mwingine anazaliwa anakuwa mbarikiwa na mwingine anazaliwa anakuwa amebeba roho ya kufiisha vitu, ya kufiisha mali ya wazazi wake? Inakuwaje? Sikiliza, wakati mwingine ni muhimu ufahamu, Biblia inasema na huyo ibilisi naye hana wakati wa kupoteza. Kwa nini? Anajua majira yake ni machache sana. Kwa hiyo katikati ya watoto waliobarikiwa unaweza ukapewa jaribu lako au ukapewa kipimo chako cha imani cha watoto ambao wengine hawaelewi. Kuna watu wana watoto ambao hata darasani hawaelewi. Hao amemhangaikia, amemsomesha, lakini haona chochote, mpaka anatamani kumpa laana. Sikiliza, usimpe mtoto wako laana kwa sababu aidha maarifa yake hayako sawasawa. Wakati mwingine muombe Mungu, mwite Mungu, mwambie Bwana, ulisema ya kwamba katika elimu pia wataongezeka. Hebu muongeze huyu mwanangu katika eneo la elimu. Kwa nini? Kwa sababu wengine adui amewaleta au anawafanya wakati mwingine waweze kuchukua roho fulani za kufiisha ada pasipo kusoma. Unashangaa anatoroka shule, unashangaa kuna vitu vinatokea. Hakuna mtu hata mmoja anayependa kuwa mjinga. Kila mtu anatamani kuonekana ana CV njema. Kwa hiyo unapoona kuna vitu vimepungua kwa watoto wako, jifunze kuwasogeza mbele za Mungu. Sikiliza, kuna vitu ambavyo natamani tuendelee kujifunza. Maongezeko mengi Mungu ameyaweka kwenye kazi za mikono. Sikiliza, maongezeko mengi Mungu ameyaweka kwenye kazi za mikono. Kila anayekimbia kazi ya mkono au kazi ya mikono, maana yake anakimbia maongezeko. Kwa nini? Kwa sababu Biblia katika kitabu kile cha Mithali kuna lugha inasemwa pale ambayo ni njema kabisa, ambayo naipenda. Mithali 14 mstari ule wa 23. Mithali 14:23. Kuna kitu Biblia inasema, asema katika kila kazi mna faida. Sikiliza, kila kazi unayoifanya inapaswa ilete faida. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema kwa kila kazi mna faida. Kwa hiyo unapoona kwenye kazi zako kuna namna faida hazionekani, mrudie Bwana, mwite Bwana, mwambie Bwana, ulisema ya kwamba kwenye kila kazi kuna faida. Mbona kazi zangu sioni faida? Na usije ukamjia Mungu kama unajua mpango wa kazi zako haujakaa sawa sawa. Mwendee Bwana ukiona mpango wa kazi zako umekaa sawa sawa. Mwambie Bwana, mbona mimi kwenye kazi zangu ulishasema kwamba kwenye kila kazi kuna faida, lakini kwenye kazi zangu sioni faida, ninaona hasara. Ninapoamua kupambania hichi, ninapoamua kushika hiki, bado roho ya hasara inakaa juu yangu.
unatengeneza kitu kizuri ambacho unategemea kwamba watu wakikiona, au chakula kizuri ambacho watu wakikiona wanaweza kuvutiwa nacho, lakini unashangaa hakuna faida. Sikiliza, adui hashindani na wewe, anashindana na kile kinachopatikana kwenye kazi zako. Kwa hiyo ukishindwa kumdai Mungu faida, au ukishindwa kuketi juu ya Mungu, hakikisha kwamba kuna faida ambazo huwezi kuziona kamwe. Sikiliza, kila mtu ambaye ameketi na Mungu kwenye eneo analofanya kazi, Mungu anambariki. Anayebariki sio mtu, anayetoa faida si mtu, anayetoa faida ni Mungu mwenyewe. Sikiliza, kama wanaotoa faida za kazi wangekuwa watu, kila mtu inawezekana, au kuna mtu inawezekana angefilisika. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao hawapendi wenzao wakipata faida. Kuna mwingine anatamani kabisa kuchafua biashara ya mwenzake ili asipate faida. Sikiliza, jifunze kumdai Mungu aliyekupa hiyo kazi kwamba Bwana, ninatamani kuona faida juu ya kazi yangu. Kazi yangu haina faida Yesu. Nimekutumikia kwa muda mrefu, nimehangaika na wewe, nimepambana na wewe, nimeamua kuacha vyote, nimeingia kanisani, lakini sioni faida yoyote. Hebu mwendee Mungu, mwambie ninatamani kuona faida ya kazi zangu. Sikiliza, kila mmoja ambaye hazioni faida za kazi zake, Mungu akuletee faida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haijalishi ya kwamba kama kila kazi ina faida, maana yake ni kwamba Mungu akisema hili neno, anajua fika ya kwamba kuna watu ambao kazi zao hazina faida, lakini yeye sasa anatoa nuru kwamba kila kazi aliyompa mtu ina faida. Sikiliza, ukiendelea mbele kidogo, Biblia inasema katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8, Biblia inasema Bwana ataamuru baraka ije juu yako na kila utakachokitia mkono kitaongezeka. Sikiliza, Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Nadhani kuongezea kitu, kama anayegawa baraka ni Bwana, maana yake ni kwamba kama hautaweza kusimama na Bwana anayetoa baraka, kuna namna hautaziona baraka za Bwana. Sikiliza, kama Bwana ndiye anayeamuru baraka ije juu yako, hakikisha kwamba kila kitu kitafute kwa Bwana. Baraka inatafutwa kwa Mungu. Usitafute baraka kwa mtu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kutoa baraka, lakini anayetoa baraka ni Mungu kwa njia ya watu anaokupatia. Kwa hiyo jifunze kumwomba Mungu akuletee baraka. Nami ninamwomba Mungu majira haya, kazi ya mtu mmoja ambayo ilionekana ya kwamba haina faida, basi Mungu aelekeze baraka juu yako kuanzia majira haya na kuanzia saa hii. Kila aina ya kitu ambacho unakifanya ambacho hakizai, Mungu akupe faida kuanzia leo katika jina la Yesu. Ninakikomboa kwa msaada wa Bwana. Hebu pokea hilo neno. Ninakikomboa kwa msaada wa Bwana. Ninakikomboa tena kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema mawe ya mfukoni hupatikana kwa kufanya kazi. Narudia tena katika kile kitabu cha Mithali 16 mstari ule wa 11. Biblia inasema mawe ya mfukoni yanapatikana kwa kufanya kazi. Maana yake, kama unataka mawe, unahitaji dhahabu ijaye mfukoni kwako, unahitaji neema ya Bwana katika kazi zako. Kwa hiyo kila mtu anayefanya kazi lazima mawe yajaye mfukoni mwake. Sikiliza, kama kuna namna moja au nyingine mawe yako hayaonekani mfukoni mwako,
leo ninaamuru katika jina la Yesu ya kwamba hayo mawe yako yarejee tena katika mfuko wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Okay, nataka niendelee na jambo jingine. Anayetoa ujira au maongezeko ya kazi ni Mungu mwenyewe. Anayetoa ujira au maongezeko ya kazi ni Mungu mwenyewe. Okay, wapo watu wanapoenda kufanya kazi wanasema maneno haya ambayo nitaisema sasa: ninaenda kuhangaika. Sikiliza, kwenye kazi Mungu hajaweka mahangaiko. Mungu ameweka faida. Kama Mungu ameweka faida, maana yake ni kwamba Mungu ameweka baraka. Kama kazi zako ni za kuhangaika, leo ninaamuru katika jina la Yesu utolewe kwenye hayo mahangaiko. Ninaenda kwenye mahangaiko. Bwana, mahangaiko gani? Mahangaiko yangu ya kila siku. Kwa nini? Kwa sababu kazi zake hazina faida. Kila mtu ambaye anaona faida ya kazi zake, anaona maongezeko ya kazi zake, anaona ujira kwenye kazi zake, hakikisha kwamba kuna vitu anavitamani, yaani anatamani hata kesho ifike ili aweze kwenda kwenye kazi yake. Nakumbuka kipindi fulani dada yangu alikuwa ananifurahisha sana kwenye kazi yake ya uwakala. Tulikuwa tunatembea kwenye eneo moja ambalo lilikuwa linaburudisha sana. Lilikuwa linaburudisha sana au linafurahisha sana. Kazi yake ile ya wakala, kuna kitu kinachoitwa lipa kwa M-Pesa. Kipindi hicho unaweza ushangae kwenye yale makato ya M-Pesa, unaweza ushangae faida inakuwa kubwa kuliko ya mtandaoni. Sije ukasema kwamba tulikuwa tunaibia mtandao. Ni kipindi hicho, sio sasa. Sasa tumeokoka. Sikiliza nikwambie, alikuwa anatamani kuiona kesho, alafu ukifika nyumbani anakuuliza kama ni wewe uliyeka kazini, anasema leo tumepiga ngapi? Nashangaa, mna 40,000 kwa siku, mna 50,000. Kitendo ambacho tunatamani papambazuke ili twende kazini papambazuke ili twende tukafanye kazi. Kwani? Kwa sababu jioni tukikaa kuna hesabu ya faida. Sikiliza, kama kazi zako zina faida utazitamani kuziendea, lakini kama kazi zako hazina faida hautamani hata kwenda. Kwa nini? Kwa sababu ni hasara. Yaani unatamani siku isifike tu. Kwa nini? Kwa sababu hata ukifika unaenda kwenye mahangaiko. Kuna watu wanafanya kazi za mahangaiko, hawafanyi kazi za faida. Sikiliza, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo kwamba utoke katikati ya kazi za kuhangaika, uingie katika ufalme mwingine wa kazi zenye faida. Utamani hata papambazuke ili uende kazini. Sikiliza, kuna watu ambao huko kazini huko panawaka moto, anatamani hata ahamishwe kwenye hiyo ofisi. Kwa nini? Kwa sababu bosi wake muda wote yeye ni kufoka tu. Una wakati mgumu mpendo. Mungu akupe neema ya kuibadilisha hiyo roho, kwa sababu ulichokutana nacho kwa huyo tajiri au bosi wako, unatakiwa umuombe Mungu hiyo roho iondoke. Kuna watu wanateseka sana kwa sababu ya viongozi wao ambao wako juu yao. Sikiliza, wakati huo mtu anatamani kufika kazini afarijiwe, anafika kazini kufokewa. Lazima utaona mahangaiko. Unapaswa kumwomba Mungu sana hao watu waondoke katikati ya maisha yako. Muombe Mungu akupe mabosi wazuri. Kuna mabosi wazuri wameundwa na Mungu, wenye hofu za Mungu. Kama bosi wako ukiangalia yeye ni mtesi, kuna mabosi wengine ni watesi. Anasema kwani wewe una kitu unachofanya? Wakati huo ukiangalia una bidii kama zote, lakini bosi akikutazama haoni chochote. Anakusemea tu maneno magumu, anakutukana muda wote, anakuambia wewe fulani. Akikuita tu unahisi kama vile unatetemeka. Kwa nini?
Kwa sababu ya ukali alio nao. Kwa hiyo kila siku asubuhi unapoenda kazini, unaona unaenda kwenye mahangaiko, kwenye mateso. Sikiliza mabosi ambao mnawatesa wengine kwa sababu ya vyeo mlivyopewa. Sikiliza, hicho cheo ulichopewa ni neema ya Mungu iliyokuwa juu yako. Kwa hiyo usitumie neema hiyo kuwatesa wengine. Kwa nini? Kwa sababu neema hiyo huondoka. Kwa hiyo ili upate faida wakati hiyo neema ikiondoka, inategemea ulishije na hao unaowasimamia. Kwa hiyo nakushauri mpendwa, mtu wa Mungu, roho ufanye tathmini ya huduma unayoifanya, ufanye tathmini ya vitu unavyovifanya, ili kwa njia ya tathmini hiyo ikusaidie kuona kwamba unaenda na wenzako sawasawa au unawatesa wengine. Usiwe mtesi wa wengine, usiwe shetani wa mwingine, maana anayetesa ni shetani. Sikiliza, Mungu hatesi, anayetesa ni shetani. Kwa hiyo kama unatesa wengine, maana yake unafanya kazi ya shetani. Sio mimi, ni Mungu wetu, hajawahi kutesa. Kwa hiyo anayetesa, mtesi ni shetani. Okay, ukisoma Biblia yako katika kile kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza, usaidia neno la Mungu katika kile kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza, Ayubu sura ile ya kwanza mstari ule wa 10, Biblia inasema, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote. Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake inaongezeka katika nchi. Kwa hiyo Mungu akikuzingira wewe, kile unachokifanya kitakuwa kinaongezeka katika nchi. Angalia unaongeza nini au unazalisha nini juu ya nchi. Fanya tathmini ya mara kwa mara, nini unachokizalisha, na wakati unapokizalisha kinawapa nini watu, kinampa nini Mungu, kinakupa nini wewe. Ni vitu vya msingi sana vya kujiuliza, kwamba kwa njia ya neema ulio nayo, ili Mungu akuzingire au azingire kazi zako, kuna mambo matatu ya msingi. Cha kwanza, anaangalia anachokipata kwenye hiyo kazi yako. Cha pili, anaangalia kile watu wake wanachokipata. Cha tatu, anaangalia kwenye hiyo kazi yako na wewe unapata nini, ili uweze kuendeleza familia yako. Sikiliza, Biblia inasema Ayubu naye Mungu alikuwa anaibarikia mali yake na kuiongeza sana katika ardhi. Kwa hiyo hata wewe Mungu anaweza akaiongeza sana hiyo biashara yako, ikazidi kuongezeka sana katika ardhi. Na kila biashara ambayo haizidi sana kwenye ardhi, maana yake ni kwamba kuna namna adui anaichezea hiyo biashara. Halo, nakwambia hivi, kama biashara yako haizidi sana, au elimu yako ulio nayo ya kiroho au ya kimwili ambayo Mungu amekupatia, kama haizidi sana kwenye nchi, fahamu kwamba kuna namna adui amezuia maongezeko yako. Kwa hiyo ninamwalika Roho Mtakatifu katikati ya maisha yako, kwamba kila mahali ambapo adui amesimama kwenye maongezeko yako, ayaachie kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza, wengine tunaweza kukataliwa, wengine tunaweza kukataliwa hata na ndugu zetu, tunaweza kukataliwa hata na rafiki zetu, lakini maadamu Mungu anatuongeza, dunia inatukubali. Sikiliza, kama Mungu atakuwa anakuongeza, hata kama jamii yako haitaki kujihusisha na wewe, Mungu ataileta dunia iwe karibu na wewe, ili iweze kujihusisha na wewe, ili Mungu azidi kukuzidisha. Sikiliza, kila mtu anayezidishwa anahitaji watu. Hakuna mtu anayeweza kusema kwamba mimi sasa nimepata elimu, ngoja nikalale na elimu. Hapana, unahitaji watu wa kuitoa hiyo elimu yako. Unahitaji watu wa kukuungisha kwenye hiyo duka lako. Unahitaji watu wa kubariki hiyo kampuni yako. Unahitaji watu wa kufikia
hicho unachokifanya. Kwa hiyo ninamwomba Mungu leo awalete watu katikati ya kile unachokifanya. Kwa nini? Kwa sababu kila aliyewakosa watu alikosa baraka, na kila mtu aliyekutana na watu alipata baraka. Kwa hiyo kadri unavyokutana na watu sahihi, ndivyo Mungu anavyobariki kazi za mikono yako. Kwa hiyo ili tubarikiwe, narudia tena, tunahitaji watu. Kwa hiyo ukiwanunia watu kwenye kazi yako, unafukuza baraka yako. Ukiwanunia watu kwenye elimu yako, unawafukuza watu. Ukiwanunia watu kwenye kampuni yako, unawafukuza watu. Ukiwanunia watu kwenye hoteli yako, unawafukuza watu. Ukiwanunia watu kwenye biashara zako za mazao, unawafukuza watu. Kuna watu wamefukuza watu kwa sababu ya kiburi cha uzima. Usiwafukuze watu, hao ndio waliobeba mkate wako wa kesho. Kila anayefukuza mtu anapoteza mkate wake wa kesho. Okay, sikiliza, usipofanya kazi huwezi kuongezeka. Hiyo ni kanuni ya kimungu. Kila anayefanya kazi ndiye anayeongezeka. Kila anayekataa kazi hawezi kuongezeka. Na ndio maana tuna vijana wengi sana ambao hawataki kazi na mwisho wao wanalalamika. Kwa nini? Kwa sababu hawazitaki kazi. Na kama hautaki kazi utalalamika, utasema maisha ni magumu. Kwa nini? Kwa sababu kila aliyekataa kazi maisha yalikuwa magumu juu yake. Kwa hiyo ili Mungu aweze kuyafanya maisha yako kuwa mepesi, penda kazi. Na wakati ukizipenda kazi, kuna mambo ambayo tutaenda huko mbele utayaona. Mungu atazidi kufanya baraka kwenye kazi za mikono yako. Kwa hiyo kila mtu anayefanya kazi Mungu anambariki. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mithali sura ile ya 10, Mithali 10 mstari ule wa 15. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Mithali 10 mstari ule wa 15 hadi ule mstari wa 16. Biblia inasema mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu. Sikiliza, narudia tena. Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu. Uangamivu wa maskini ni umaskini wake. Kwa hiyo ili maskini aangamie, anaangamizwa na umaskini wake. Unaposema mimi sitafanya, maana yake unaangamizwa na kutokufanya kwako. Unaposema mimi sina na hakuna unachokifanya, unazidi kuishia kwenye sina. Kwa nini? Kwa sababu ili tajiri aitwe tajiri lazima awe na nguvu, na ili maskini aitwe maskini lazima asifanye kazi. Kwa hiyo kila mtu asiyefanya kazi huambulia umaskini. Mstari wa 16 Biblia inasema, mstari wa 16 Biblia inasema kazi yake mwenyewe haki huelekea uzima, mazao ya wabaya huelekea dhambi. Kwa hiyo kila unachokizalisha, na sikiliza nikusaidie kitu kimoja, usipofanya kazi lazima utakuwa mwizi. Usipofanya kazi lazima utakuwa malaya kama wewe ni mdada. Usipofanya kazi lazima kuna roho itaingia ndani yako. Hauwezi kusonga mbele kwenye maisha kama haufanyi kazi. Na usipofanya kazi, kwa kuwa hautapata pesa, kuna roho itaingia ndani yako. Sikiliza, kama hautafanya chochote, kuna matendo utakutana nayo. Watu wanaweza wakakupiga. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa mwizi. Tumekuwa na watu wengi au vijana wengi wezi. Kwa nini? Kwa sababu ya kutaka kufanya kazi. Usipofanya kazi utatamani vya wenzako. Usipofanya kazi utadharaulika. Usipofanya kazi hautapata chochote. Kwa hiyo kila mtu anayefanya kazi, Biblia inasema anakuwa tajiri na anakuwa na nguvu. Na ambaye hafanyi kazi, Biblia inasema huambulia umaskini. Sikiliza, huwezi kuacha kufanya kazi useme Allah ataleta. Hauwezi kusema usifanye kazi kwa sababu mimi ninaomba sana, kwa hiyo sitaki kufanya kazi. Sikiliza, ukienda dukani hawahitaji Biblia, wanahitaji chenchi. Ukienda dukani hawahitaji Biblia, wanahitaji fedha. Ukienda kwa watu wanahitaji fedha, wanahitaji majibu. Biblia inasema na fedha nayo ni jawabu la mambo yote. Kwa hiyo kila asiyetaka kazi
atakosa majawabu. Sikiliza, Mungu ndiye namba moja katika kuongezeka. Mungu ndiye namba moja katika kuongezeka. Unaposoma neno la Bwana katika kile kitabu cha Mwanzo, hapo tu unapoanza mstari wa kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, asema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo cha kwanza alichoongezeka nacho Mungu ni uumbaji wa mbingu na nchi, kwa kuwa aliziumba mbingu na nchi zilikuwa za kwake. Kwa hiyo nchi kwa ishara ya kiroho ni ardhi. Kwa hiyo aliumba ardhi akaumba na anga. Kwa hiyo alipoumba ardhi akaumba na anga, maana yake ardhi ni ya Mungu. Na ndio maana Biblia katika kitabu cha Zaburi anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo Mungu ni namba moja katika kuongezeka. Biblia inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa, hakukuwa na chochote. Badilisha ukiwa wa mahali unapokaa, badilisha ukiwa wa ardhi yako, badilisha ukiwa wa watoto wako, badilisha ukiwa wa mume wako, badilisha ukiwa wa mke wako. Kwa nini? Kwa sababu kila unapofanya kazi kuna vitu vinabadilika katikati ya maisha yako. Biblia inasema dunia hii tunayoiona leo ambayo tunaifurahia ilikuwa haina chochote. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa haijakutana na mtu anayeifanya ikae sawa sawa, na wa kwanza kuifanya dunia ikae sawa sawa ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema tena utupu na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, Roho ya Mungu ikatulia. Sikiliza, kila mtu anayefanya maendeleo lazima Roho wa Mungu atulie. Biblia inasema juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sikiliza, jifunze kusemesha kazi zako kwa nguvu ya neno la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu baraka ilianza kwa kusemeshwa, baraka ilianza kwa kunenewa. Kwa hiyo kila neno linalonenwa kwenye dunia maana yake linazaa kitu kinachoitwa baraka. Kwa hiyo ili kazi zako ziwe za baraka, unahitaji kuijua kanuni ya Mungu, na kanuni ya kwanza ya Mungu ni kusemesha. Vitu vyako vinasemeshewa nini? Wewe unalalamika tu, wanasema mimi sitapata chochote, wanasema mimi sitaolewa, wanasema mimi sitapata ajira, wanasema mimi. Hao ni wao waliosema. Wewe sema nitapata ajira katika jina la Yesu. Wewe sema nitapata kazi katika jina la Yesu. Wewe sema watoto wangu watasoma katika jina la Yesu. Kwa hiyo ili baraka ya kazi ionekane, inategemea unasemea nini. Na kila kitu unachokisema kina maana kubwa sana mbele za Mungu. Kwa hiyo unapokosa neno kwenye kazi zako, unakosa baraka. Unapokosa neema ya Mungu kwenye kazi zako, unakosa baraka. Kwa nini? Kwa sababu muasisi wa kubarikiwa au muasisi wa kwanza kwenye eneo la baraka, ambaye na yeye alitoa akaleta kwetu, muasisi hakufanya tu kwa maombi. Biblia inasema alihitaji kusema. Aliposema vitu vikawa. Aliposema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Kwa hiyo lazima kwenye kazi zako uangalie, je, ni njema? Sio kila kazi ni kazi. Kazi zingine ni haramu. Hauwezi kutufanyia kazi za kuwaua wengine useme ili upate pesa, useme umefanya kazi. Hapana, hiyo ni damu, na Biblia inasema itakulilia na itapiga kelele kwenye malango yako. Kwa hiyo kila anayewaonea wengine, maana yake maumivu ya maonezi yatakuwa juu yake. Tafuta kitu cha halali. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliona kazi yake aliyoifanya ni njema. Kama muasisi wa kazi aliona alichokifanya ni chema, wewe unaona nini? Kwa hiyo kila mtu anayefanya kazi kuna kitu anachokiona. Kwa hiyo kama kazi zako hazitoi baraka, utaona laana. Kama kazi zako hazitoi matunda, utaona hasara. Kama mifugo yako haitoi uzao, utaona tasa.
Kama kile unachokifanya hakitoi baraka, kuna kitu utakachokiona. Maana Biblia inasema muasisi wa kazi akaona baraka. Kwa hiyo inategemea kwenye kazi zako, wewe unaona nini? Hebu angalia kazi zako, unaona nini? Unaona nini? Unaona nini? Hicho unachokiona kibadilishe. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema Mungu aliona kazi yake ni njema. Alipomaliza kunena, alipomaliza kusema hayo ya kwanza, akaona kazi ni njema. Kwa hiyo kila mtu anayefanya kazi kuna kitu atakiona. Ukisoma Biblia yako kwenye kitabu hicho cha Mwanzo, sura ile ya kwanza mstari wa 31, Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Kwa hiyo kuna vitu lazima uvione kwenye kazi yako. Kama hauvioni hivyo vitu, maana yake ni kwamba kazi yako imekufa au inagiza au haionekani. Kama kitu kisichoonekana, maana yake ni kwamba kimekufa, na kitu kilichokufa maana yake ni kwamba kinanuka. Kama kinanuka, maana yake ni kwamba hakina matokeo wala matunda yoyote. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu alichokiona, kazi zake alizozifanya ni njema, na tazama, Biblia inasema chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa hiyo ndani ya siku sita Mungu alibadilisha kila kitu kwenye dunia. Kwa hiyo Mungu anaweza kubadilisha kwako ndani ya sekunde moja, kwako anaweza kubadilisha ndani ya lisali moja, kwako anaweza kubadilisha ndani ya siku tatu, kwako anaweza kubadilisha ndani ya mwaka mmoja, kwako anaweza kubadilisha ndani ya miaka mitatu, kwako anaweza kubadilisha ndani ya miaka 10. Hata kama watu wanakudharau, endelea kumtazama Bwana anayebadilisha mambo yako katika jina la Yesu. Endelea kumuona Mungu anayebadilisha kazi zako katika jina la Yesu. Kwa hiyo kila kitu alichokifanya Mungu alikiona ni chema sana. Mungu hakuona hasara hata moja. Wewe unaona nini? Mungu hakujuta kwenye kazi zake. Wewe unaona nini? Unajuta. Kwa nini unajuta? Kwa sababu kazi zako zinamkosa Mungu. Kama kazi zako ziko na Mungu, wewe ni Ayubu tu unayepitia kwenye pito, lakini mwisho utakuwa heri. Kwa hiyo kila unachokiona kuna namna kimebeba kitu fulani. Kwa hiyo muasisi wa kazi wa kwanza ni Mungu. Kila anayefanya kazi hutegemea matunda. Ni nani asiyetegemea matunda ya kazi zake? Aseme leo kwamba mimi mtumishi, wacha tu hilo somo sio la kwangu, mimi sitaki matunda. Kwani anasaidia nini hayo matunda? Hakuna. Hata mhubiri ambaye mimi niko hapa na hubiri, natazamia kuona matunda ya kazi ninayoifanya ya Injili. Kwa hiyo kama hauoni matunda kwenye kazi yako, jua kwamba kuna namna adui ameziteka kazi zako ili zisizae matunda. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ile ya 2 mstari ule wa 6, Biblia inasema yampasa mkulima mwenye tabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Sikiliza, inampasa sana mkulima ambaye anapata tabu kwenye kazi zake kula matunda. Kama mkulima anahitaji matunda, vivyo vivyo mfanyakazi mwingine yoyote anahitaji matunda. Kwani kwa sababu kwenye kazi kuna kitu kinachoitwa tabu. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema mimi nimefanya tu kazi ambayo sijapata tabu. Hiyo kazi ni haramu. Kila kazi lazima iwe na tabu, na kwenye tabu kuna nidhamu ya fedha. Kila mtu aliyewekea nidhamu matunda yake, maana yake alipata kutaabishwa. Kwa hiyo kila anayependa vya bure, kila anayependa msaada, kila anayependa, yeye hapendi kufanya kazi, anapenda tu vya bure, anapenda tu msaada, anapenda tu kufanyiwa, anapenda tu hivyo. Kazi, pesa yake haina uchungu, pesa yake haina furaha. Sikiliza, kuna mtu ambaye unaweza ushangae kwenye maisha yako. Kuna mtu ambaye anaweza akupe 3 alafu wewe uhangaikie 200,000. 200,000 iwe na thamani kuliko 300,000. Kwa nini? Kwa sababu ni taabu ya mikono yako. Kila taabu ya mikono yako kuna kitu imebeba uchungu.
Kwa lazima uwe na uchungu juu ya taabu ya kazi yako. Kwa hiyo Biblia inasema kila mkulima anahitaji kupata taabu ya kazi, anahitaji kupata matunda ya kazi yake. Nataka nikusomee neno la Mungu katika kitabu kile cha Mithali. Nataka nikupe neno la Mungu katika kile kitabu cha Mithali, sura ile ya 5 mstari wa 18. Sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inasema hivi: kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtendakazi astahili ujira wake. Sikiliza, usiukawize ujira wa mtendakazi. Kila anayekawiza ujira wa mtendakazi, maana yake ni kwamba anapata vitu fulani. Kuna vitu nadhani siseme sana, maana naona watu ambao wao wanajua namna ya kuwacheleweshea wenzao. Lakini ungekuwa wewe unayecheleweshewa mshahara wako, okay, nisiseme sana hapo mahali, lakini nataka nikwambie kwamba mtendakazi anahitaji ujira wake, na ujira wa mtendakazi ni haki yake. Kwa hiyo mpe mtu haki yake, wala usimcheleweshee ujira, wala sio mimi. Biblia inasema sio mimi, usije ukanihukumu. Biblia inasema kwa maana andiko lasema, wala sio mimi, ni andiko. Biblia inasema usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, tena mtendakazi astahili ujira wake. Kwa hiyo sio mimi, ni Mungu. Kila anayefanya kazi anastahili ujira, ni neno la Mungu. Ukiona unacheleweshwa, jua kuna namna adui amesimama. Adui anazuia mshahara wako, adui anazuia mafanikio yako, adui anazuia baraka za kazi zako. Kwa hiyo ili Mungu aonekane kwenye kazi zako, unahitaji ujira. Kila anayefanya kazi anahitaji ujira, na kuna ujira mwingine unatokana na Mungu mwenyewe. Kuna watu hata ufanye nini hawawezi kukupa ujira, lakini kwa baraka za Mungu, Mungu anaweza akakupa ujira. Okay, nataka nikusomee neno lingine katika kile kitabu cha hapo kwenye Timotheo wa pili. Kuna vitu Paulo anasema vya msingi sana ambavyo natamani uvijue sana. Timotheo wa pili, sura ile ya 2 mstari ule wa 6, alafu nitakusomea wa 15. Sikiliza neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha, usichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yako. Mstari wa 15, Biblia inasema hivi, 15, Biblia inasema, waijua habari hii ya kuwa wote walio wa Asia waliniepuka, ambao miongoni mwao wamo Figelo na Hermogena. Haleluya. Kwa kuna vitu ambavyo, kuna fimbo ambazo Paulo anazitandika zinazotisha kama nini. Na nataka nikupe fimbo nyingine ya neno la Bwana katika hichi kitabu cha Timotheo. Kuna mahali Biblia inasema, akamwambia kijana wake Paulo, akamwambia kijana wake Timotheo, akamwambia hivi, ngoja niangalie hili neno. Sawa. Katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 4 mstari wa 5. Sikiliza hichi kitu ambacho Paulo anamwambia kijana wake. Asema, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Kwa hiyo Injili nayo ni kazi, na kila anayekuhubiria fahamu kwamba Mungu anahitaji umwezeshe. Kwa nini? Kwa sababu hakuna injili inayoweza kwenda yenyewe. Injili inahitaji kusukumwa. Na Biblia inasema jamaa anaambiwa usiache kufanya kazi ya injili. Kwa hiyo injili nayo ni kazi, na anayetoa baraka za injili ni Mungu mwenyewe. Na ndio maana kila mtu anayemgusa mtumishi wa Mungu kwenye injili, Mungu anambariki. Kwa hiyo fanya kazi ya injili
Kuna watu ambao hatuwezi kuifanya kazi ya injili hiyo, lakini tunahitaji fedha zetu zifanye kazi ya injili. Kwa hiyo unapoambiwa nenda ukalijenge kanisa la Bwana kwa njia ya utumi wako, usimnungunikie Mungu kwamba siku hizi wameamua wanitumie, wanifanyie, imekuwa hivi, imekuwa vile. Kuna wengine tutafanya kazi ya injili sio kwa kuhubiri, ni kwa sababu ya neema ambayo Mungu anatupatia. Hako kamkate kako kadogo, tamani kaifanye kazi ya injili. Kwani kwa sababu kazi ya injili ni wajibu wa kila mtu. Mungu amewaweka watu wake waifanye kazi ya injili. Kila anayekataa kuifanya kazi ya injili anakataa kutimiza wajibu wake kwa Bwana. Kwa hiyo kila mtu amepewa neema au wajibu wa kuifanya kazi ya injili. Inategemea sana wewe unafanya nini. Kazi zako zinafanya kazi ya injili. Paka wako anafanya kazi ya injili au ni kuharibu tu makochi? Hata paka wako anatakiwa afanye kazi ya injili. Kuna mahali niliingia, nakumbuka, nikaona paka ametulia, alafu kunaliwa nyama, na nyama hizo zinanukia kama nini, maana ni rosti, imekaangwa vizuri. Nikashangaa paka ametulia mpaka analetewa. Nikajiuliza, huyu paka vipi? Nikawauliza vipi? Akasema huyu hata tufunue hapa, tufunue mahotipoti tuyaache hapo, hawezi kugusa bila kupewa. Sikiliza, vipi kuhusu habari ya paka wako? Mbwa wako ukiacha wazi anaingia, anafanya kazi ya injili. Kwa hiyo kila kitu katikati ya maisha yako kinapaswa kifanye kazi ya injili. Kila unachokifanya watu wakikiona wamuone Mungu. Fanya kazi ya injili. Kazi ya injili ni neema tuliopewa watu wote. Usije ukasema hiyo ni kazi ya wachungaji, hiyo ni kazi ya wainjilisti, hiyo ni kazi ya mitume, hiyo ni kazi ya manabii. Hapana, hiyo ni kazi ya waimbaji. Hii ni kazi ya kila mtu. Kwa hiyo kila mtu anayefanya kazi ya injili anatazamia baraka za injili. Kwa hiyo kila mtu anayemtumikia Mungu kwa njia ya injili, kuna vitu ambavyo Mungu anamwezesha. Sikiliza, mambo ya kuzingatia kwenye kazi ili uongezeke. Mambo ya kuzingatia kwenye kazi ili uongezeke. Naomba somo hili niendelee nalo kwenye kipindi kijacho. Kwa hiyo nakualika sana ili uangalie ni mambo gani ya kuzingatia ili kazi zako ziongezeke. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo kwamba Mungu kwa njia ya mafuta haya afungue kazi zako, na wakati mwingine ujao tutaendelea na somo hili. Kwa hiyo funika macho yako nikuombee, na kama unahitaji kazi yako ifanye kazi ya injili kwa njia ya sadaka yako, nyosha tu hiyo sadaka kwa Bwana. Baba mtakatifu, Mungu muweza wa mbingu na nchi, neema yako ikapate kuwa juu ya mtu huyu ambaye amekamata sadaka yake, amelisikia neno lako na natamani kuendelea kubadilishwa na wewe. Neema yako Yesu ikaendelee kuwa juu yake. Ninakataa roho za malipizi za kila namna katikati ya kazi zake. Wakati mwingine anafanya kazi, lakini adui anatuma roho ya malipizi kwenye hiyo kazi. Ninakataa katika jina la Yesu. Kuna wengine wanafanya kazi lakini hawaoni baraka za kazi. Kwa nini? Kwa sababu adui amefunga kazi zao, wanaona utasa wa kazi zao. Leo ninafungua katika jina la Yesu Kristo juu ya mtu mmoja aliyepambana, aliyehangaika, aliyefanya kila aina ya kuona baraka za kazi zake, lakini haoni chochote, ambaye haoni jambo jipya, ambaye haoni chochote. Leo ninamwombea katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kufungua kazi za mama mmoja, ninaenda kufungua kazi za baba mmoja, ninaenda kufungua duka la baba mmoja, ninaenda kufungua ajira ya baba mmoja. Maana ninaona wengine wanafanya kazi lakini roho ya ulevi imeingia ndani yao, na hiyo roho ya ulevi inaleta utasa. Na wengine Bwana wanafanya kazi lakini uzinzi umeingia ndani yao. Ninakataa roho zote kwa namna moja au nyingine katika jina la Yesu Kristo. Ninakata hiyo minyororo kwa jina la Yesu Kristo. Natamani kila mmoja apate faida kwenye kazi zake. Mungu akupe neema. Pokea baraka hiyo. Jiandae kukutana na somo lingine ambalo mwendelezo wake unasema mambo ya kuzingatia kwenye kazi za mikono. Mungu akubariki sana.